Asante sana mtazamaji wangu. Nikusalimu nikutumai umbuheri wa afya. Siku nyingine ambayo Bwana ametutunukia ili ya kwamba tukazungumze ama tukashawishane machache kwa ajili ya uwepo wa jina lake. Niweze kukualika na kukaribisha siku nyingine ya leo, kwa kuwa Bwana ametutendea ili ya kwamba tukaifurahie na tukaweze kulishukuru na kulihimidi jina lake. Niseme asante sana kwa kuwepo kwako hapo. Ili jambo atulishukuriangi kwa kawaida, bali huanga ni jambo la maana sana kwetu, na ndio maana hatulishukuriangi likiwa jambo la kawaida. Kushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu na kukubali kuandamana pamoja nasi siku nyingine ya leo ambayo Bwana ametutunukia ili ya kwamba tukaifahamu mauzia yake na tukatambue uwepo wake. Nami nikukaribishe sana. Kwanza tutangulie kwa kumshukuru kwa maombi, na najua ya kwamba Bwana ataweza kututendea. Yehova Mungu mwingi wa rehema, twanyenyekea katika kiti chako cha enzi jioni njema ya siku ya leo ambayo Bwana umetutendea ili Bwana tukalifahamu na tukalitambue jina lako. Pokea sifa Bwana, kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema, umetutunuku na siku nyingine ya leo ili Bwana tukafahamu mengi kutoka katika neno lako. Bwana twajikabidhi mikononi mwako ili Bwana ukatende nasi utakavyo. Bwana pokea sifa, pokea utukufu Bwana. Asha rehema na neema zako Bwana zikaandamane nasi tunapoanza mpaka timati. Yehova Bwana katembee pamoja nasi ili ya kwamba lolote Bwana tutakalolihitaji tukalifahamu kutoka kwako Bwana, na ni katika la jina la mwanao Yesu Kristo twaomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Mtazamaji wangu, tutangulizwe kwa neno tuliokuwa nalo Alhamisi wiki jana, nalo lilikuwa linatoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza aya yake ya 10, mlango wake wa 13 aya yake ya 14. Nalo neno linasema ya kwamba lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu ampendezao moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukuishika neno lile Bwana alilokuamuru. Ukumbuke ya kwamba maneno haya yalinenewa mfalme Sauli wakati ambao aliweza kutoa sacrifice ama kutoa dhabihu, na ikawa hakufaa kutoa dhabihu, bali lilipaswa kufanywa lile dhabihu lilipaswa litolewe na Samueli ambaye alikuwa ni kuhani. Na ukumbuke ya kwamba siku hiyo nilikuuliza swali ya kuwa pengo kwako la kuhani, je, limesimamiwa na nani? Nani amesimama kwa pengo la kuhani kwako? Kwa kuwa ya kwamba pengo la kuhani linapaswa kujazwa na kuhani, halipaswi kujazwa na kitu wala jambo lingine lolote, bali linapaswa kujazwa na kuhani. Na ndio maana Samueli akamwambia Sauli, Bwana amesema ya kuwa ufalme wake tayari ashaugawa na kuondolea Sauli, kwa kuwa Sauli alitenda kinyume na sheria ya Bwana. Maandiko inasema ya kuwa kama Sauli angelisikia sauti ya Bwana na kutekeleza wajibu ule Bwana alikuwa amempa, ufalme wake ungedumu, ufalme wake ungesimama. Kuna watu ambao wameondolewa falme waliokabidhiwa na Bwana kwa kuwa ya kwamba walishindwa namna ama njia ya kuumiliki ule ufalme ambao Bwana amewapa, kwa kuwa
wao wenyewe walitenda kinyume na sheria ya Bwana, walikosa kuijua na kuifahamu sheria ya Bwana. Hicho ndicho kilimsababishia Sauli Bwana akaondoke kwake, na Bwana akaweze kumwambia ya kwamba amemtafuta mtu ambaye atamrithi Sauli, kwa kuwa Sauli alitenda kinyume na matarajio yake Bwana. Aya yake ya 15. Maandiko inasema ya kuwa basi Samueli akaondoka akapanda kutoka Gilgali mpaka Gebea ya Benjamini, naye Sauli akawahesabu watu waliokuwa kuwepo pamoja naye, wakawa kama 600. Na wakati huo ambao Samueli alimaliza kuyanena maneno yale, katazame kitabu venye maandiko inasema, wakati ule Samueli akaondoka, na wakati Samueli aliondoka akatoka Gilgali mpaka Gebea. Si alitoka from nowhere kwenda to nowhere, but alitoka Gilgali akaenda Gebea. Kwa nini Samueli ameondoka? Kwa kuwa ameona ya kwamba yule ameokuja kumsaidia katika ufalme wake tayari amefanya dhihaka kwa Bwana. Na hakuna kitu mbaya kama wakati ambao unahitaji msaada na umefanya dhihaka kwa Bwana. Manake wakati ambao umefanya dhihaka kwa Bwana unafanya watu wakuondoke, na kumbe wale watu waliokuwa wameamuriwa wakukarimbie. Kuna watu wengi ambao wameondokewa na watu, na wale ambao watu wamewaondokea si kuwa wale watu walikusudia kuwaondokea, si kuwa wale watu walipanga kuwaondokea, bali wenyewe walifanya dhihaka kwa Bwana, naye Bwana akakasirika akawaondokea. Na wakati ambao Bwana anakuondokea hauna msaada pahali pengine, kwa kuwa tunaona ya kwamba wakati ule Samueli alipoondoka kutoka Gilgali mpaka Gebea, naye Sauli akahesabu watu wale walikuwa pamoja naye, na watu ambao walikuwa pamoja na Sauli akaona ni watu kama 600, watu kama 600. So ni kusema hakuwa na uhakika ni mia ngapi, lakini maandiko inasema walikuwa watu kama 600, kusema ya kwamba haikunakili namba kweli, haikunakili namba kweli. Kusema Sauli hakuwa na magic number ambayo alikuwa nayo wakati ambao alikuwa anaisikiza sauti ya Bwana. Kuna kitu ambacho kinaweza kukuondokea, ile mwito ambao unaweza kuwa hauvutii watu kwa kuwa Bwana amekuondokea, ama umetenda kinyume na sheria ama na amri za Bwana. Na wakati ambao umetenda kinyume na amri za Bwana, Bwana akikuondokea, unakuwa na matatizo mengi katika utawala wako, katika safari zako unakuwa na matatizo mengi, kwa kuwa ya kwamba Bwana amekuondokea. Na wakati ambao huu Bwana amekuondokea, nawe umekosa kufahamu wakati ambao Bwana amekuondokea, we unakaa kama Sauli tu, unaendelea na shughuli zako na justification zako. Unajua watu wengi hata si kusema ya kwamba Bwana anawashukia sana, lakini wao wakati wanaporekebishwa hawapo tayari kujirekebisha ama kurekebishika, bali wako tayari kufanya kitu inaitagwa justification, kujijustify ati ya kwamba nimetenda hivi juu ya hii, kama sijafanywa hivi sijafanya hivi. Bali maandiko inatukumbusha ya kwamba justification ambazo tunajipea haziwezi kuwa ya kwamba zina tuletea
ansa ama jawabu la matatizo tunayoyapitia, bali tumeona ya kwamba wakati tunapojipatia justification, tunaendelea tu na kushiba shimo ambalo tuingie zaidi, na hilo ndilo hata linasumbua nchi hii, kwa kuwa watu wengi wako katika justification. Hakuna ambaye hata moja anayetafuta suluhu la matatizo ambayo inasumbua wananchi, bali wote wako katika justification. Isipokuwa kulifanya uka hii, sijafanya hii. Isipokuwa ni huyu amefanya hivi, sijafanya hivi. Lakini maandiko inatufunza kutokuwa na justification. Tuwe watu habo, wakati ambao tunarekebishwa, turekebike. Tusikue watu ambao wanarekebishwa basi lakini haturekebiki, kwa kuwa ya kwamba tuna kitu kinaitwa justification. Na wakati ambao tunafanya justification, hatuna uhakika na yale mambo tunayoyafanya. Tumeona ya kwamba Samueli akamuasha Sauli, yeye akatoka Gilgali akaenda Gibea, naye Sauli akahesabu watu, akaona ya kwamba alikuwa na watu kama 600. Hakuwa na uhakika ni mia ngapi, lakini ni kama 600. Acha tuone neno katika kitabu hicho cha Samueli 13 aya ya 16. Naye Sauli na mwanawe Yonathani na watu waliokuwapo pamoja nao wakakaa huko Gibea ya Benjamini, lakini Wafilisti wakatua katika Mikimashi. Wakati ambao Sauli na Yonathani walikaa pale Gibea, huo wakati nao Wafilisti wakashuka mpaka Mikimashi. Kwa nini Wafilisti wanaendelea tu kufuata Sauli na huku Sauli alitoa dhabihu la maelewano? Kwa kuwa halikutolewa na yule alifaa kutoa. Alifanya kazi ambayo ni bure, kwa kuwa ya kwamba ile kazi aliyoitenda siyo yeye alipaswa kuitenda. Tuliona ya kwamba lile pengo la kuhani alilolijaza hakupaswa kulijaza, but alilijaza na kiburi. Akaona roho ya justification, kutaka kujijustify ni kwa nini amefanya vile. Lakini kuna maneno ambayo ukumbuke Samueli alimuuliza, mbona umefanya jambo la ukubavu? Kwa kuwa jambo lile alilolitenda lilikuwa la upumbavu, kwa kuwa hakufaa kufanya vile. Na wasiku wa leo watu wengi wanalia, wanalalamika, wanasaga meno, kwa kuwa ya kwamba wale watu wameingiwa na roho ya justification. Hakuna hata mmoja yu tayari kuitekeleza wajibu ule ambao ni wake, lakini kila mmoja anaingia na kutoka kwa roho ya justification. Kila mmoja anataka kujijustify ya kwamba mimi ni mimi mzuri kuliko aliyenitangulia, mimi ni mimi mzuri kuliko yule ulipo, mimi ni mimi mzuri kuliko atakaye kuja. Kwa kuwa wote wamejawa na roho ya justification, hakuna hata mmoja anataka kutafuta suluhu ya nini kinaosumbua. Sauli hakutafuta ni nini kinaofanya Wafilisti wamuinukie, na wakati ule ametoa dhabihu la ushikamano. Hakupenda kuchunguza hilo, kwa kuwa pale ambapo angejua ni nini kinachosumbua Wafilisti, kwa maana wamemjia tena, aliingiwa na justification spirit, akaanza kujijustify ya kuwa nilifanya kwa kuwa haukuwepo, kwa kuwa haukuja. Hilo silo tunapaswa kufanya. Tunapaswa kusubiri mwenye ambaye anakubalika kutenda jambo alitende, na wakati tutakalotenda kwa kukosa maarifa, tukose kujijustify,
lakini wakati tunaporekebishwa tuwe tayari kurekebishika. Aya yake ya 17 inasema ya kuwa nao watekaji wa nyara wakatoka katika kumbi yao hao Wafilisti, vikosi vitatu. Kikosi kimoja kikageukia njia iendayo Ofra mpaka nchi ya Shuari. Watekaji nyara sasa wamejiweka vikundi vikundi katika utawala katika Wafilisti, na wakati ambao wanajiweka vikundi vikundi, wao wenyewe wameenda kutekana nyara, na wakati wanaoenda kutekana nyara wameenda kuteka Waisraeli nyara, kwa kuwa Sauli hata kama alitoa dhabihu, lile dhabihu, kwa kuwa yeye mwenyewe ni yeye alitoa, na Sauli hakuwa kuhani bali alikuwa mfalme. Soma hapa usikie. Nao watekaji nyara wakatoka katika kambi ya hao Wafilisti, vikosi vitatu. Kikosi kimoja kikageukia njia iendao Ofra mpaka nchi ya Shuari. Unaona, walishuka mpaka Ofra katika nchi ya Shuari, kwa kuwa walijua ya kwamba Waisraeli wanaelekea pale, ili ya kwamba wakapige watu wa Ofra wachukue nchi yao, nao wakawa tayari kuenda kuteka Waisraeli nyara, ili ya kwamba wakaweze kuwa Waisraeli wao wenyewe wakaweze kuondoka katika mbele ya Wafilisti. Lakini Sauli ni kwa nini analetewa vita hivi vyote? Kwa kuwa Sauli aliweza kufanya kazi ambayo haikuwa yake, bali ile kazi ilikuwa ya kuhani, na wakati ambao yule kuhani hakuwepo kujaza lile pengo lilikuwa lake, Sauli hakuwa na njia ama ruhusa ya kuifanya kazi ya kuhani, kwa kuwa yeye hakuwa mmoja wa makuhani. Kuna wakati ambao tunakaa na tunaishi, tunakosa kujua malengo ya mwito wetu, na wakati unaokosa kujua mwito wako unajipata katika lengo ambalo sio lako, ama umeingia katika pengo ambalo sio lako, kwa kuwa ya kwamba haujui pengo lako ni lipi, na wengine ni kupuuza tu, anaingia katika pengo ambalo si lake, na ni kiburi tu ama kupuuza tu, anaijaza pengo ambalo sio lake, kwa namna ya kuwa ya kwamba hataki yule mwenye pengo kuingia pale, ili ya kwamba akajaze lile pengo lilio lake, bali anataka kufanya lile pengo na si lake kuwa lake. Mtazamaji wangu, naona ya kwamba mwelekezi wangu ananiambia muda wetu umekwisha, na kama muda unavyokwisha, ningekuomba ukajiunga pamoja nasi Alhamisi wiki hii, tukaende kufafanua ya kwamba ni vipi tunaweza kuwa ama tunaweza jitoa katika justification, na kujua ya kwamba ni vipi tunaweza jinasua katika mitego iliyowekwa ya justification, ili ya kwamba kila mmoja akasimame katika pengo lilio lake. Acha tushukuru Bwana tukatamatishe. Bwana mwingi wa rehema, twanyenyekea katika kiti chako cha enzi. Yehova Mungu, tunalililia na kuliita jina lako, ili Bwana ukawe mwingi wa rehema. Hatukatai Bwana, tumekuwa na roho ya justification,
ambayo Bwana imefanya na imezuia Bwana ukanene nasi, imefanya Bwana na ikazuia Bwana ukasikatembee nasi, bali Bwana twaomba ya kwamba Yehova Mungu ukatembee nasi, ukafanye kazi yako nasi, na ukatusaidie kila mmoja akasimame kwa pengo ambalo ni lake, ili Bwana tusikafanye kazi ya ukubavu kama ile iliyofanywa na Sauli wakati alipodhania ya kuwa Bwana anakufurahisha, ikawa ni kukushukisha, alikuwa anakushukisha zaidi. Acha Yehova Mungu ukaturehemu, ukatujaze kwa roho wako, ili Bwana tunapotenda kila mtu jukumu lake, Yehova Mungu tukawe watu ambao wanayejua kila mtu lengo lake, na ni katika jina la Yesu Kristo twaomba na hata kuamini. Mtazamaji wangu, ni kushukuru kwa kukubali kuandamana pamoja nasi. Bwana akubariki, akuinue na akutende mema, na nikurejeshe upande yule mwingine wa mitambo uendelee kupokea vipindi kutoka pale. Asante. Yukia geithi mwiroreri na muthikiriria wakwa, ni na ningetwo Jiji W Githinji Jehu, kana andu aingi mendete kunjita Jiji Githinji wa irathimo. Nindagioka nigetha ngekuhe kodi ya rwimbo ruru rwakwa rugwitwo ona wono tawatiganeirio, na kukwamukira rwimbo ruru rwakwa rugwitwo ona wono tawatiganeirio, tasikiza thiine wa thimo yaku ni undu muhuthu. Uguthi kuria kwa message wandike kiugo skiza wabetie na capital S, ucoke wikire digithania kana space, ucoke wikire kodi, nayo kodi ni 986 147 8. Ino ni shisheni ya NMTV, muciĩ wa rũrĩrĩ. Wakwa itagwo Ngamini na